Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yathibitisha kutuma ujumbe nchini Angola siku ya kesho katika mazungumzo ya kutafuta amani katika mzozo unaoendelea mashariki mwa nchi hiyo. Jeshi la Wananchi la Tanzania JWTZ linatoa elimu ya uzalendo kwa vijana katika chuo cha kilimo Mati mkoani Mtwara ili kuwajenga vijana kizalendo. Na katika michezo, jeshi la kuzuia magendo KMKM visiwani Zanzibar lampanisha cheo mchezaji wa Yanga na timu ya taifa Tanzania Ibrahim Baka kutoka cheo cha corporal hadi sergeant. Hujambo mpenzi mtazamaji wa Channel 10 Plus popote pale ulipo. Hii ni Channel 10 Plus habari. Mimi ni Filipina Ndwata, nipo tayari kukuangazia habari za kutwa nzima ya leo. Na bila kusahau katika upande wa habari za michezo na burudani utakuwa naye winga Teresa Witness Yalanu Singalawa. Mtazamaji, tunaanzia huko nchini DRC. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imethibitisha kutuma ujumbe nchini Angola hapo kesho kwa ajili ya mazungumzo yenye lengo la kusuluhisha mzozo unaoendelea nchini humo. Tupate undani wa taarifa hii. Mazungumzo hayo yamepangwa kufanyika mjini Luanda, yamepangwa kuanza kesho na yanatarajiwa kuwa ya moja kwa moja kati ya serikali ya DRC na waasi wa M23. Itakumbukwa kuwa wiki iliyopita serikali ya Angola ilitangaza kuwa itakuwa mwenyeji wa majadiliano hayo, lengo kuu likiwa ni kuleta amani na kumaliza mapigano yanayoendelea nchini Kongo. Awali, Rais Felix Tshisekedi alikataa kufanya mazungumzo na M23, lakini baadaye alibadili msimamo wake na kuonyesha utayari wa kukutana nao. Hata hivyo, msemaji wa Rais Tina Salama amesema kuwa hadi sasa bado haijajulikana ni nani atakayekuwepo katika ujumbe wa DRC katika mazungumzo hayo. Kundi la waasi la M23 kupitia msemaji wao Lawrence Kanyuka limethibitisha kupokea mwaliko kutoka Angola, ingawa hawajathibitisha kama watashiriki kwenye mazungumzo hayo. M23 imeitaka serikali ya DRC chini ya Rais Tshisekedi kueleza hadharani dhamira yake ya kutaka mazungumzo ya moja kwa moja. Itakumbukwa serikali ya Angola imekuwa ikijitahidi kutafuta suluhu ya kudumu kwa mzozo huo, huku ikijaribu kupunguza mvutano kati ya DRC na Rwanda inayoshutumiwa kwa kuunga mkono M23, japokuwa hadi sasa Rwanda imeendelea kukanusha tuhuma hizo. Najma Abdallah, Channel 10 Plus. Na mtazamaji, baada ya kutoka huko DRC tuelekee nchini Rwanda. Rais Kagame wa Rwanda kwa mara nyingine tena ameilaumu Ubelgiji kuichonganisha Rwanda na mataifa mengine hasa ya Afrika na kuahidi kwamba sasa yuko tayari kukabiliana na nchi hiyo ya Ulaya. Kagame ameyasema hayo mjini Kigali ambapo zaidi ya watu 8,000 walihudhuria tukio hilo, hotuba iliyorushwa moja kwa moja katika vyombo vyote maarufu vya habari na katika mitandao ya kijamii nchini Rwanda. Taarifa ya mwandishi wetu inafafanua zaidi. Rais Kagame amesema bila kigugumizi kwamba nchi ya Ubelgiji ambayo ni mkoloni wa zamani wa Rwanda na Kongo imekuwa mstari wa mbele kuyashawishi mataifa ya Ulaya kuiwekea vikwazo Rwanda, wakati nchi hiyo ya Ulaya ikiwa ndiyo kiini cha mzozo wa maziwa makuu tangu enzi za ukoloni. Mataifa makubwa ulimwenguni yanajiandaa kuiwekea vikwazo zaidi nchi ya Rwanda kwa shutuma za kulisaidia kundi la M23 linalopigana mashariki mwa Kongo. Rais Paul Kagame wa Rwanda amewatahadharisha wananchi wake kuwa tayari kukabiliana na hali mbaya kutokana na vikwazo hivyo. Hotuba hiyo ambayo ilionekana kufafanua kiini cha mzozo wa mashariki mwa Kongo kwa wananchi imekuja wakati wimbi la vikwazo dhidi ya Rwanda kutoka mataifa makubwa likiendelea kulindima kutokana na shutuma kwamba Rwanda ilisaidia kundi la M23 ambalo linaendelea kuyateka maeneo makubwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutoka majeshi ya serikali. Nchi za Ulaya, Marekani na jumuiya ya nchi 7 zinazoinukia kiuchumi ulimwenguni maarufu kama G7 zote zimeshatangaza kuwa zinajiandaa kuiwekea vikwazo Rwanda, lakini sasa miito na kauli hizo kutoka mataifa makubwa vinaonekana kumfanya Rais Paul Kagame kuandaa Wanyarwanda dhidi ya athari zinazowasubiri ikiwa ni mvua ya vikwazo itaanza kunyesha kikamilifu. Rais Paul Kagame amelaani mataifa ya kigeni kufumbia macho serikali ya Kongo ambayo kwa kauli yake inaendelea kushirikiana na wanamgambo wa Kihutu wa FDLR
ambao wanafanya mauaji mchana kweupe dhidi ya raia wa Kitusi mashariki mwa DRC, huku jamii ya kimataifa ikifumba macho kama ilivyofanya nchini Rwanda mwaka 1994. Yakini Mwakatobe, runinga ya Channel 10 Plus. Mtazamaji, baada ya taarifa hiyo turejee hapa nyumbani na sasa ni mkoani Tanga. Zaidi ya wananchi 100,000 wanatarajia kuondokana na changamoto ya ukosefu wa maji safi na salama inayowakabili kwa muda mrefu baada ya kukamilika kwa ujenzi wa miradi miwili ya maji inayotekelezwa kwa gharama ya zaidi ya shilingi bilioni 170 kwenye halmashauri ya mji wa Handeni mkoani Tanga. Kutoka Handeni, Ernest Mbezi anaripoti. Miradi hiyo ni ujenzi wa bwawa la Kwenkambala pamoja na mradi wa maji wa miji 28 ambao hivi karibuni uliwekewa jiwe la msingi na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Na hapa meneja RUWASA wilaya Handeni mhandisi Hosea Mwingizi anaeleza namna miradi hiyo itakavyosaidia kuongeza hali ya upatikanaji wa maji kutoka 40% iliyopo kwa sasa hadi kufikia 100%. Kwa sasa mradi uko 85%, ambapo kazi kubwa zimebaki ni hizi za kupanga mawe tu, ambayo kwanza wana blast mawe na kuja hapa kuyapanga kwa ajili ya kuboresha tuta na spillway. Baada ya kukamilika mradi huu wa Kwenkambala ukijumlisha na mradi wa miji 28 ambao huu hapa una thamani ya bilioni 2.5 na ule kule una bilioni 171, ikikamilika tutafikia asilimia zaidi ya 100. Baadhi ya viongozi pamoja na wananchi wanaotarajia kunufaika na miradi hiyo pindi itakapokamilika na kuanza kutoa huduma wamesema tukamilishe taratibu za kuwafikishia wananchi maji kule waliko badala ya kuja bwawani. Wakija bwawani kwanza watakuwa wanachafua maji, lakini pia hakuna usalama kwa wao. Sababu bwawa hili ni kubwa sana. Tangu dunia yumbwe watu wa Kwediamba hawajawahi kufungua maji kwenye bomba. Lakini kwa miaka hii 5 ya Mama Samia Suluhu Hassan, kwa sasa tuna mitaa miwili hapo inafungua maji kwenye bomba. Mimi nasema hayo ni maendeleo makubwa, huko nyuma tulikuwa hayapo kabisa. Kwa wananchi ambao wapo katika maeneo ya miradi hii, hususan hapa tulipo Kwenkambala Kwediamba, tunao dhamana na shauku kubwa kuendelea kuonyesha mfano wa utunzaji wa vyanzo hivi vya maji sambamba na utunzaji wa mazingira, ikiwa ni sehemu ya kuenzi jitihada za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nao baadhi ya waendesha pikipiki wilayani hapa maarufu kama bodaboda ambao wametembelea miradi hiyo ili kujionea juhudi zinazoendelea kufanywa na serikali katika utatuzi wa kero ya maji wilayani hapa, nao wamesema tumshukuru Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutupatia fedha za miradi hii ya maji. Hii ilikuwa sio shida tu, ilikuwa ni tatizo kubwa la wilaya ya Handeni kuhusu maji. Kama sisi maafisa usafirishaji tunajisikia furaha sana kuona bwawa hili kubwa limefika 80%, ambao muda mchache au miezi michache ijayo tutatumia maji ya bwawa hili. Kutoka wilayani Handeni mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbezi, Channel 10 Plus. Wilaya ya Kiteto imefanikiwa kupunguza vifo vya mama na mtoto baada ya kupokea magari ya kubeba wagonjwa pamoja na ongezeko la maeneo ya kutolea huduma za afya ikiwemo zahanati na vituo vya afya kwenye maeneo mengi. Ripoti ya Elia Kiimani inafafanua zaidi. Mfano mojawapo ongezeko la maeneo na maboresho kutolea huduma za afya ni pamoja na ujenzi wa zahanati 6 kwenye vijiji mbalimbali kuanzia mwaka wa fedha 2023 pekee. Ongezeko na maboresho haya yanatajwa kuwa mwokozi mkubwa wa maisha ya wananchi kulingana na hali ya awali na jiografia ya wilaya ya Kiteto inayopelekea utoaji wa huduma kuwa kizungumkuti kuwafikia wananchi wengi kama hitaji na haki yao. Imekuwa kwetu na kwa serikali ni tija sana kwa mwaka mmoja kuweza kuweka mawe ya msingi kwa zahanati 6. Sio kitu kidogo. Zote hizi ni jitihada na fedha zote nyingi zinazoelekezwa na serikali. Tunavyozungumza hivi, hayo mawe yote ya msingi ya zahanati hizo 6, tutakapoanza kutoa huduma tutakuwa tumeongeza wigo wa vituo vya kutolea huduma, ambapo mpaka sasa tuna zahanati 29 za kutolea huduma ndani ya halmashauri ya wilaya ya Kiteto, lakini tukijumlisha hizo zahanati 6 tutakuwa na zahanati 35, tutakuwa na vituo vya afya 4, lakini tutakuwa na hospitali 1 ya wilaya. Kilio na mkwamo zaidi unaokumbukwa kwenye sekta ya afya wilaya ya Kiteto ni ukosefu wa vitendea kazi, ikiwemo magari ya kubeba wagonjwa kwa ajili ya kuhamishia maeneo ya kutolea huduma za afya kulingana na uhitaji wa mgonjwa, jambo ambalo limeivuta 10 Plus
kufahamu iwapo kuna hatua yoyote iliyofikiwa kwenye eneo hilo. Baada ya kupokea magari ya wagonjwa, yani ambulance, tumepokea ambulance mpya 3, na hizo ambulance zote zipo maeneo ya kutolea huduma. Ambulance moja ipo kituo cha afya Sunya, ambulance moja ipo kituo cha afya Engusero, na gari moja la wagonjwa lipo hospitali ya wilaya Kiteto. Lakini pia katika mfumo wa uboreshaji wa huduma hizi za mama na mtoto, serikali ilizindua tuna mfumo wa mama, yani madereva jamii. Badala kama ambulance hazipo, tunawatumia madereva jamii. Serikali imesema imefanya na inaendelea kufanya, lakini wananchi wanasemaje juu ya huduma za afya kwenye maeneo yao? Hospitali tuna kilomita nyingi kama alivyosema mjumbe kwamba sisi hapa yani kutoka Engusero kata mama kuja kata Ndiligishi ni asilimia kubwa sana tunapata shida. Sasa sisi wakina mama kila siku ni maumivu, mpaka tunapoteza maisha. Kituo cha afya hapa kwetu, nikisema hamna sio nimetenda dhambi, ni hamna kweli. Tunapata hivi, tunapita kwenye makolongo, hata wakina mama wanajifungulia njiani, tunaenda kituo cha afya cha Engusero, lakini kwenye kilomita 37 kama kibao kinavyonielekeza pale. Msimulizi wa makala hii ni mimi Elia Kimani, Channel 10+. Na mtazamaji, ni ripoti yake hiyo Elia Kimani. Na sasa tuangazie taarifa nyingine. Wanafunzi wa shule ya sekondari ya Makongora iliyopo wilayani Muleba mkoani Kagera waliokuwa wakitembea umbali wa kilomita 11 na kukutana na wanyama wakali njiani wakati wa kwenda shuleni wameipongeza serikali wilayani humo kwa kuwajengea shule mpya ambayo itakuwa mkombozi kwao na kuondolea adha hiyo. Mwandishi wetu Jacques Joachim anatutaarifu zaidi. Wakizungumza na Channel 10 kwa nyakati tofauti, wanafunzi wa shule sekondari Makongora iliyopo wilayani Muleba mkoani Kagera wamesema kuwa hapo awali walikuwa wakitembea umbali mrefu wa kilomita 11 kwenda katika shule sekondari Luwanga, ambapo wamesema kuwa walikuwa wakikutana na wanyama wakali wakiwemo mbwa mwitu, jambo ambalo lilikuwa likiwanyima amani wakati wa kwenda shule, na kuipongeza serikali kuwajengea shule mpya ambayo itakuwa mkombozi kwao. Tulikuwa tunatoka nyumbani kwenda Luwanga, tunatembea umbali mrefu wa kilomita 11. Hivyo basi tulipokuja hapa yani naamka saa 12 unakuja hapa shuleni na unawahi na unaingia darasani, unaweza ukasoma vipindi vyako na ukaelewa. Kuna vitu vingi ambavyo tulikuwa tunakutana navyo especially huko njiani. Timizi mtu kama unaamka saa 11 usiku unaweza kukutana vitu vingi. Kwa mfano mbwa mwitu, hicho mbwa mwitu, mtu kama umeamka yani ushapitiliwa na usingizi. Au uwezi ukafanyaje, uwezi ukawahi. Hivyo basi mimi serikali naishukuru, namshukuru mama kwa kutupunguzia mwendo, tasema sana. Mkuu wa shule sekondari Makongora Mwalimu Jackson amesema kuwa shule hiyo ilianza mwaka 2024 ili kuwapunguzia mwendo wanafunzi waliokuwa wakitembea umbali mrefu wa kwenda shule, na kusema kuwa jamii ya wazazi walikuwa wakiunda vikundi vya kuwasindikiza watoto wao ili wasikutane na vikwazo njiani. Hawa watoto kihistoria walikuwa wanatembea umbali mrefu sana, zaidi ya kilomita 22 kwenda na kurudi. Wastani wa kutoka shule ni kwenda nyumbani ni zaidi ya saa 11-12, lakini pia wanatoka asubuhi sana kwa maana alfajiri ya saa 10, wazazi wakiwa kwenye vikundi wakipeana zamu kuwasindikiza kwenda shuleni. Makongora kama Makongora tulikuwa ni sehemu ambayo tulikuwa tunasema kwamba hatujulikani. Lakini leo hii Mama Samia Suluhu Hassan ametambua kwamba Makongora kuna watu wanaoishi na wanaotaka huduma ya serikali ya Chama cha Mapinduzi. Shule sekondari Makongora ni shule ambayo imegharimu zaidi ya shilingi milioni 500 kwa ajili ya ujenzi wa vyumba vya madarasa, chumba cha maabara pamoja na nyumba ya mwalimu, na shule hiyo inaenda kuongeza wigo wa elimu katika jamii ya watu wa Makongora na Mureba. Kutoka wilayani Mureba mkoani Kagera, Jacques Joachim. Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum imejipanga kupunguza ukatili wa watoto mitandaoni kwa kutoa elimu na mbinu mbadala baada ya taarifa ya utafiti uliofanywa na wizara kwa kushirikiana na UNICEF kuonyesha kuwepo kwa ukatili wa watoto mitandaoni. Taarifa ya Jimmy Mengele inafafanua zaidi. Akiongea na waandishi wa habari,
wakati wa mafunzo jinsi ya kukabiliana na changamoto ya usalama wa mtoto mtandaoni kwa wadau wa masuala ya watoto kutoka kanda ya Mashariki. Afisa maendeleo ya jamii mkuu kutoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Mwelinde Kato, amesema wamejipanga kukabiliana na changamoto hiyo baada ya matokeo ya utafiti. Hili swala la mtandao kwa Tanzania, wizara kwa kushirikiana na shirika la UNICEF tulifanya utafiti ambao utafiti huo ulitolewa mwaka 2022 ambao unaitwa utafiti wa hali ya ukatili wa watoto mtandaoni. Na katika utafiti huo ilionyesha kuwa 67% ya watoto wa miaka 12 mpaka 17 wanaingia kwenye mitandao, na 4% walishawahi kukutana na wahalifu mtandaoni. 5% walishawahi kulazimishwa kutuma picha za utupu. Kwa hiyo tunaona hili ni tatizo, na hata kama takwimu sio kubwa sana, lakini ukiangalia watoto wengi wa umri huo wanaingia kwenye mitandao, maana yake ni rahisi kukutana na watu ambao ni wahalifu ambao wanaweza kuwarubuni na kuweza kuwafanyia ukatili mtandaoni. Hawa ni wadau wanaosimamia usalama wa mtoto mtandaoni. Wanazungumziaje kuhusu changamoto ya ukatili wa mtoto mtandaoni? Huko vijijini huko na watu wengi hizi smartphone hawana. Wanazo simu lakini sio smartphone. Kwa hivyo watoto wa kule wapi wanaathirika kama sehemu ya mitandao ni kupitia katika hizi vibanda umeza. Lakini adhea belo ya kuzuia. Kwa hivyo bailo inaingia hapo kwamba kumbe tunaweza tukazuia sehemu kubwa ya mambo haya ikiwa tutakuwa na bailo katika maeneo yetu ambayo tutakayo ya zungumza katika nini inaweza ikatusaidia, na pengine hiyo ikaondoa hizi changamoto kwa kiwango kikubwa, ikabakia humu mijini katika senta kubwa kubwa ambao watoto wana nafasi kubwa sana ya kuwa na haya masimu na muda mwingi. Bila hata majumbani kwetu mtoto akilia kidogo simu ndo unampatia ili anyamaze. Mtoto mwenyewe akiingia kwenye simu anajua YouTube iko wapi, anajua wapi ata download application ya kucheza game, atajua wapi pa kucheza game na kadhalika. Yaani mpaka wakati mwingine wanatushangaza. Sasa kutokana na hayo, watoto hao wanaweza wakakumbana na changamoto nyingi sana ambazo ziko kwenye mitandaoni, ikiwa ni kudhalilishwa mitandaoni, kutapeliwa huko, kutoa ama kuvujisha siri za familia kupitia mitandaoni kutokana na uwezo wao mdogo wa kufikiri. Jimmy Mengele, Morogoro. Na mtazamaji, unaendelea kutazama taarifa ya habari kutokea hapa Channel 10 Plus Habari. Nami ni Filipina Ndwata, na tuendelee mtazamaji, na sasa tuelekee nchini Yemen. Idadi ya vifo kutokana na mashambulizi ya Marekani dhidi ya nchi ya Yemen imeongezeka hadi kufikia watu 53 wakiwemo watoto 5. Wizara ya Afya ya waasi wa Houthi imesema Marekani ilianzisha mashambulio ya anga iliyoyaita maamuzi yenye nguvu katika maeneo yanayolengwa na Wahouthi Jumamosi, huku Rais Donald Trump akitaja sababu ya mashambulizi hayo ni kitendo cha Houthi kushambulia meli katika Bahari Nyekundu. Akieleza ongezeko la idadi ya waliofariki hapo awali, msemaji wa Wizara ya Afya ya Houthi, Anis al-Asbahi, alichapisha kwenye mtandao wa X kwamba watu 53 wameuawa, wakiwemo watoto 5 na wanawake 2, na kwamba watu 98 wamejeruhiwa. Washington imesema baadhi ya watu muhimu wa Houthi walikuwa miongoni mwa waliofariki, lakini kundi hilo halijathibitisha hilo. Kiongozi wa Houthi Abdul Malik al-Houthi amesema kuwa wanamgambo wake wataendelea kuzishambulia meli za Marekani katika Bahari Nyekundu. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito wa kuachiliwa huru kwa wanaoshikiliwa na waasi hao nchini Yemen. Tukitoka huko mtazamaji, nchini Yemen, na sasa tuangazie taarifa nyingine. Ofisi ya mkuu wa mkoa wa Rukwa kwa kushirikiana na mdau wa maendeleo ya mkoa huo wameandaa ibada maalum ya kuiombea nchi na kumwombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Ibada hiyo imeambatana na futari ya pamoja kwa waumini wa Kikristo na Kiislamu katika viwanja vya ofisi ya mkuu wa mkoa wa Rukwa. Yameshirikishwa pia makundi mbalimbali katika jamii pamoja na kamati ya amani ya mkoa wa Rukwa. Tumekuja kufuturu lakini pia kumuombea rais wetu Mama Samia. Afya njema, busara njema,
hivi anapoendelea kutuongoza vizuri, aendelee kutuongoza vizuri. Lakini pia tumekuja kuiombea nchi yetu. Nchi yetu imepatikana kwa amani, inaishi kwa amani, inaishi kwa umoja. Tumekuja kuiombea pia ifanye. Tunahitaji sio tu kufuturisha, bali tunahitaji kuwaunganisha makundi mbalimbali. Dhumuni kubwa lililonigusa ama lililotugusa ilikuwa ni kumwombea dua rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Hivyo tumeguswa ili kumwombea Mwenyezi Mungu azidi kumbariki katika kazi yake iliyotukuka, aendelee kuitimiza vema. Kamati ya amani ya mkoa wa Rukwa imesisitiza umuhimu wa kuendelea kushirikiana bila kubaguana na kuwa kila mmoja awe mlinzi wa amani iliyopo. Tunajivunia kuwa na mzee Makongoro kwenye mkoa wetu wa Rukwa. Ameliona hili kwamba njoni leo ni wape futari na binti yetu mdau wa maendeleo. Muombe Mungu Subhanahu wa Ta'ala binti huyu dhamira yake itimie na mambo yake Mungu ayanyoshe. Ni mabinti wachache wanaoweza kufikiria jambo hili kwa umri wake aliyokuwa nao. Jambo analolifanya siku ya leo, kwanza amejali makundi yote, hajabagua, kwa amefanya jambo kubwa. Na mimi kama kiongozi wa watu wenye ulemavu kwa upekee kabisa namshukuru sana huyu dada na kutoa wito kwamba kwa watu wengine wafuate nyayo kama za huyu dada. Nikiripoti kutoka mkoani Rukwa, mimi ni Wilibert Sumia na hii ni Channel 10 Plus. Naam, shukrani kwa taarifa hiyo Wilibert Sumia. Jeshi la Wananchi Tanzania kwa kushirikiana na kikundi cha vijana cha Taifa Letu Kesho Yetu TK Movement kutoka mkoani Mtwara wametoa elimu ya uzalendo kwa vijana katika chuo cha kilimo Mati mkoani Mtwara ili kuhakikisha vijana wanakuwa wazalendo na kulipenda taifa lao. Adam Malima anayo taarifa zaidi. Elimu hiyo imetolewa katika viwanja vya chuo hicho mkoani hapa, ambapo Meja Audifansi Mfunjo wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania amewataka vijana kutoa ushirikiano kwa vyombo vya dola pindi wanapoona mambo ambayo yanaashiria uvunjifu wa amani nchini. Uzalendo namba moja ni mtu kulipenda taifa lake. Ujisikie uchungu, uone fahari ya kunyanyua bendera ya Tanzania juu hivi, maana na wakati wote ule nyinyi mkiwa kama sehemu mojawapo ya ulinzi, tunaishi kwa kutegemeana, kwamba wako raia watakupa taarifa, wataangalia mienendo na tabia ya familia moja hawaielewi, basi watakuja kutoa taarifa, jamani kuna familia hapa tunaona kuna wageni mbalimbali wanaingia humu, hatujui wanatokea wapi. Hatukutegemea kama siku hii ya leo tutakuja kukaa na watu ambao ni Jeshi la Wananchi wa Tanzania, tukafahamiana, tukazungumza nao kwa pamoja na wakatueleza mambo mengi ya usalama. Leo hii nimesimama ndani ya uwanja huu kuzungumza na nyinyi, kushukuru kwa ulinzi ambao umefanyika na unaendelea kufanyika. Aidha, kwa upande wake Abdalla Makale ambaye ni mtafiti wa kilimo kutoka Tali na Liendele na mjumbe wa kikundi cha TK Movement ameeleza namna ambavyo serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ilivyotekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo mkoani Mtwara. Serikali imekuwa ikitoa fursa nyingi za kilimo. Kwa mfano mwaka huu serikali kupitia bodi ya korosho imetoa ajira zaidi ya 450 au kwa ujumla tu ni ajira 500. Na serikali imekuwa ikiendelea kupanua mbinu mbalimbali ya kuhakikisha vijana hao wasibaki mtaani. Sisi vijana inabidi tuwe wamoja, tushirikiane kupinga mambo ambayo sio sahihi katika jamii yetu. Tumejifunza kuwa uzalendo, usalama na kudumisha amani wakati wote na mahali popote ambapo tunakuwepo. Kutoka mkoani Mtwara, Adam Malima, Channel 10 Plus. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo ndivyo ambavyo inatoa wasaa wa habari za michezo na burudani, na muda mfupi ujao utakuwa naye Witness Alano Singalawa katika upande huo wa michezo na burudani. Unaendelea kutazama Channel 10 Plus habari.
Na asante Filipina Ndwata kwa kunipa kijiti kudunda viwanjani kujuzana yale mambo ambayo yamejiri kunako viunga mbalimbali vya kimichezo na burudani iwe ndani ama nje ya mipaka ya Tanzania, ukiwa nami mwana michezo wako Witness Ngalawa ama waweza kuniita Winga Teleza. Na moja kwa moja taarifa yetu inaanzia visiwani Zanzibar, ambapo mkuu wa kikosi cha kuzuia magendo Zanzibar KMKM Komodo Azani Hassan Msingiri amempandisha cheo kamanda wa kikosi hicho anayecheza timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars na timu ya Yanga Afrika Ibrahim Abdalrahman maarufu kama Baka kutoka cheo cha kopro kwenda kuwa sergeant. Taarifa zaidi na mwanamichezo wetu. Akizungumza sababu za kumpandisha cheo mchezaji huyu anayetamba na kikosi cha timu ya Yanga, Komodo Msingiri anasema ni kujituma kwake uwanjani na nidhamu anaionyesha ndani ya kikosi uwanjani na nje ya uwanja. Kama askari anafanya vizuri, anatoa furaha kwa kikosi, anatoa furaha kwa Wazanzibari, anatoa furaha kwa Watanzania. Mtu wa aina hiyo lazima, kama kikosi katika uongozi wa mwanane wa Dr. Hussein Ali Mwinyi, nasema kwamba ulipoanzisha kitu kizuri basi lazima serikali ikuunge mkono. Slogan hii mimi nilikuwa nikiitumia hata kwenye swala la mchezo. Unapofanya kitu kizuri basi ni wajibu wangu kama mkuu wa kikosi na mimi niunge mkono zile jitihada zako kuweza kupa nguvu zaidi uweze kufanya mazuri zaidi. Na hicho ndicho kilichonivutia mimi Komodo Msingiri kutoa maamuzi haya ya kumpandisha ngazi mojawapo kutoka LS kuwa hiyo. Mkuu wa mafunzo na michezo KMKM Captain Hassan Al-Makame anasema ameridhishwa na nidhamu na mchezaji huyo toka alipopata ruhusa ya kuitumikia timu ya Yanga na timu ya taifa ya Tanzania. Nilikuwa na matumaini kwamba huyu anatakiwa kutoka na sifa hizo apande ngazi kutoka sehemu moja kwenda nyingine, na leo limefanyika hilo. Mkuu wetu wa KMKM amempandisha ngazi kutoka leading seaman na kuwa hiyo petty officer, ambapo kwa sasa badala kuwa anaitwa koplo sasa atakuwa anaitwa sergeant Ibrahim Baka. Akizungumza mara baada ya kupandishwa cheo hicho, PO Ibrahim Abdalrahman Baka ameahidi kuendelea kutekeleza vyema majukumu yake ya kulitumikia taifa. Nitaendelea kuipambania nchi yangu katika majukumu yangu, lakini pia kujitoa katika timu yangu ya taifa na kuwa mfano kuiga katika kikosi changu, kwa sababu sina budi kushukuru kikosi changu kwa kuweza kunisupport kwa kila hatua ambayo napita. Wao wamekuwa wapo bega na mimi katika kutekeleza majukumu yangu. Kwa hiyo nipende kutoa shukrani zangu za dhati wao, lakini mimi nitaendelea kupambania nchi yangu katika majukumu yangu. Na sasa nimepata morali mpya katika uteuzi, kwa hiyo nitaendelea kuipambania nchi yangu. Awali PO Ibrahim Abdalrahman Baka alikuwa leading seaman na sasa ametunukiwa cheo cha petty officer. Kasim Channel 10 Zanzibar. Na Ibrahim Baka huyo ambaye ameweza kupandishwa cheo kutoka kopro hadi sergeant. Nikiachana na taarifa hiyo, moja kwa moja katika kikosi cha vijana, ambapo kocha mkuu wa timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys Agrey Morse amesema leo vijana watashuka dimbani kucheza mchezo wa kirafiki dhidi ya timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 17 huko Misri, ikiwa na lengo la kuongeza uzoefu kwa wachezaji wake. Huku mchezaji wa Serengeti Boys Ramadhani Ali amezungumzia maandalizi kuelekea mchezo huo. Kuja huku tuko salama mpaka sasa, watu wote kiafya, kiakili, kimwili wote wako ni salama. Tumekuja huku kwa lengo ya kuzoea hali ya hewa kutokana Misri na tunapoelekea huko Morocco. Ni hali ya hewa zinaendana, na pia tumekuja kwa ajili ya kujiandaa na mashindano tunatarajia kucheza hapo mbele. Tunacheza huko michezo, tumecheza na Liberia, na sasa tunatarajia kucheza mchezo na Egypt siku ya leo, na Egypt tutacheza nao mechi mbili. Hili ni jambo jema kwetu, ni jambo jema pia kwa wachezaji, kwa sababu ukiangalia tumepata mechi mbili tofauti. Ukiangalia tumecheza mechi ya watu wa Afrika ya Kati na pia tunaenda kucheza na watu wa nyanda za juu. Kwa hiyo ni jambo jema kwetu, kwa hiyo wachezaji wanapata kuzoea kile na mchezo ya watu tofauti tofauti. Ni pia upande wa wachezaji wamefurahia kwa swala hili, kwa sababu ukiangalia kila mmoja ana hamu na shauku ya kutaka kucheza mechi hii, kwa sababu kama mchezaji siku zote anafurahia kucheza mechi kama hizi, ilipata kumjenga mwenyewe kimwili na kiakili. Kwa hiyo ni jambo jema pia, na kwetu sisi benchi la ufundi ni maandalizi mazuri kwetu. Tunapata kuangalia kile tulichokiandaa, jinsi gani tukiendelea kukiboresha
kipi kilichokuwa kimepungua, tutakifanyia kazi zaidi ili kuhakikisha mpaka tunaenda katika mashindano kila kitu kiko sawa kwa ajili ya majukumu yaliyokuwa mbele yetu. Kwa majina anaitwa Ramadhani Ali, ni mchezaji wa timu ya taifa ya vijana. Kwa niaba ya wachezaji wenzangu tunapenda kuishukuru shirikisho, tumefika hapa Misri salama na wametuwezesha kufika hapa, hilo tunawashukuru wao, tunawashukuru sana. Na hali ya hewa kwa ujumla ni ya baridi, lakini sisi kama wachezaji tunajitahidi kuadapti na mazingira haya kwa sababu kwenye mashindano ambayo tunaelekea hali ya hewa ni kama hii, na ndio maana shirikisho limeweza kutuleta sehemu kama hii tuweze kuadapti na kupata maandalizi mazuri. Kikubwa leo tuna mchezo dhidi ya Misri. Tunajua kwamba Misri ni timu nzuri, pia ni timu kubwa, lakini sisi kama wachezaji ndio mechi ambazo tunapenda kucheza kwa sababu mchezaji siku zote lazima upate mechi ngumu ndio ujue unapambana vipi. Kingine tuwaondoe hofu wa Tanzania kwa sababu hii ni timu yao na timu iko vizuri. Kwa hiyo sisi kama wachezaji tunaondoa hofu kwa timu hii, lakini pia tunawaahidi tutaenda kufanya vizuri kwenye mashindano ya AFCON, na lengo kubwa, lengo kama taifa, lengo la timu ni kufuzu kombe la dunia, na inshallah inawezekana kwa sababu maandalizi yetu ni mazuri, shirikisho limetupa mazingira mazuri mpaka hapa tulipofikia. So tuna imani tutafuzu, na kwa maombi yao, dua zao, support zao ni muhimu. So hicho tu, sisi tunashukuru sana. Naam, upande wa riadha, mbio za kimataifa za Bunge Marathon msimu wa pili zinatarajiwa kufanyika tarehe 12 mwezi wa 4 mwaka huu, zikitarajiwa kushirikisha wakimbiaji zaidi ya 5,000 wa ndani na nje ya Tanzania, zikiwa na lengo la kuunga mkono juhudi za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan katika miradi mbalimbali sambamba na maendeleo ya mchezo wa riadha hapa nchini. Taarifa zaidi na mwana michezo wetu. Akizungumza na waandishi wa habari za michezo kwenye ukumbi mdogo wa Bunge jijini Dar es Salaam, mwenyekiti wa Bunge Sports na Bunge Marathon ambaye pia ni mbunge wa Makete Festo Sanga ameeleza dhima ya mbio hizo za kimataifa sambamba na zawadi zitakazotolewa kwa washindi wa mbio hizo. Kubwa kwanza ni kumuunga mkono Mheshimiwa Rais kwenye kuhakikisha kwamba Watanzania wanashiriki kwenye michezo, wanashiriki kwenye mbio. Wanariadha karibia wote ambao ni wakubwa wanaenda kwa kimataifa ambao wanatokea kwenye nchi yetu wametuahidi, na tuna mawasiliano ya karibu na watashiriki. Na moja kitu ambacho watakifanya ni pamoja na kwa hicho ambacho nakizungumza kwamba kuendelea kuboresha na kuonyesha kwamba lazima tuwe na maandalizi mazuri ndani ya nchi kwa ajili ya kwenda kwenye mbio za kimataifa. Kwa mkimbiaji wa kilomita 21, mshindi wa kwanza na atajichukulia cash siku hiyo itakuwa ni shilingi milioni 5. Na mshindi wa pili atachukua milioni 3, na mshindi wa tatu atachukua milioni 1.5. Lakini kwenye kilomita 10 mshindi atachukua milioni 2, mshindi wa kwanza. Mshindi wa pili atachukua milioni 1.5 ambayo ni 1.5, na mshindi wa tatu atachukua milioni 1. Na kwa kilomita 5 ambazo tunaamini watu wengi watakuwepo sana kwa hizo mbio, ikiwemo pia waheshimiwa wabunge, mshindi wa kwanza atakuwa ni shilingi milioni 1.5, na mshindi wa pili itakuwa ni milioni 1, na mshindi wa tatu itakuwa ni shilingi 500,000. Na katika mbio hizi zote tuliona ni vema pia mshindi namba 4 hadi mshindi namba 10 kwenye hizi mbio asiondoke mikono mitupu, angalau apate shilingi 50,000 kila moja kwa ajili ya kifuta jasho. Kwa upande wa wadau walioungana kuunga mkono mbio hizo, wameeleza sababu kubwa zilizowapelekea kuungana na ofisi ya Bunge. Kwa hiyo kwetu sisi Bunge Marathon inabeba ajenda zetu zote mbili za taasisi, moja ikiwa ni eneo la afya na michezo, lakini pia upande wa elimu. Ni vyema tukasupport lengo hili la hii marathon kwa sababu kwanza linasaidia kuimarisha afya bora. Ipo hapa kuhakikishia kwamba sound tumejipanga vizuri mkuu, na tuko tayari kuungana na nyinyi na tutatoa huduma iliyo bora zaidi. Witness Matiku, michezo. Namna hivyo mwanadada Witness Matiku anatamatisha yale ya dawati la michezo na burudani, na sasa ni ule wasaa wa kimataifa. Kunani huko? Moja kwa moja tukaungane na mwanamchezo wetu kufahamu kinaga ubaga yaliyojiri kimataifa. Klabu ya soka ya Newcastle United imefanikiwa kutoa kombe la Carabao kwa mara ya kwanza
baada ya miaka 70 wakilichukua taji hilo kwa kuifunga Liverpool mabao 2-1 katika fainali iliyochezwa katika uwanja wa Wembley usiku wa jana. Dan Burn aliifungia Newcastle bao la kwanza kwa kichwa baada ya kupokea krosi nzuri, huku Alexander Isak akiongeza bao la pili kwa kuweka matumaini ya ushindi mikononi mwa timu yake. Ingawa Liverpool walijitahidi kupata bao la kufutia machozi kupitia kwa Federico Chiesa katika dakika za majeruhi, lakini hawakuweza kufua dafu mbele ya Newcastle United. Kocha wa Newcastle Eddie Howe alieleza kuwa ushindi huu utakuwa kumbukumbu ya milele kwake na kwa klabu, huku akijivunia kumaliza ukame wa miaka mingi wa kutushinda kombe kubwa. Howe alisema kwa ushindi huu ni hatua muhimu kwa Newcastle, kwani unawaweka katika michuano ya kimataifa ambapo watajumuika na timu zingine za Ulaya kwenye UEFA Conference League msimu ujao endapo hawatamaliza nafasi za juu kwenye ligi kuu ya Uingereza kwenda kucheza mashindano ya klabu bingwa barani Ulaya ama mashindano ya Europa. Kwa upande mwingine, ushindi huu pia unamfanya Eddie Howe kuwa kocha wa kwanza raia wa Uingereza kushinda taji kubwa tangu Harry Redknapp alipoiongoza Portsmouth kutoa ubingwa wa kombe la FA mnamo 2008. Klabu ya Newcastle imesubiri miaka 70 tangu walipochukua kombe la mwisho mwaka 1955. Tangu wakati huo walikuwa wamepoteza fainali 5 kuu na kumaliza katika nafasi ya pili mara 2, lakini sasa wametimiza ndoto yao ya kurudi kwenye kilele cha mafanikio ya soka. Ni hayo tu katika habari za michezo kimataifa. Mimi ni Salum Pelembo. Namna hivyo mwana michezo wetu Salum Pelembo ametupitisha kufahamu Newcastle United baada ya miaka takriban 70 hatimaye wanatoa kombe la Carabao Cup. Ni hadithi ama ni shangwe hasa wale mashabiki wa kandanda barani Ulaya na ulimwenguni kote kwa ujumla. Na taarifa hiyo inaniachia viwanjani na sasa ni ule upande wa burudani. Burudani tunaangazia zile ambazo zinabamba katika mitandao mbalimbali ya kijamii, nazungumzia Instagram, Facebook, YouTube na kwingineko. Na hii mtandaoni inatoka moja kwa moja huko nchini Jamaica ambapo mchezaji Giovanni Laing ambaye anakipiga katika klabu ya Cavalry FC huko nchini Jamaica amejikuta kwenye furaha isiyo ya kipimo baada ya kubadilishana jezi uwanjani na nyota wa dunia Lionel Messi ambaye anacheza klabu ya Inter Miami ya huko nchini Marekani. Moja ya video ambayo inasambaa katika mitandao ya kijamii inamuonesha Giovanni akikumbatia jezi hiyo kwa nguvu na kuvuta harufu ya jezi hiyo. Inaonyesha akiwa chumbani kwake akionekana kuvutiwa na harufu kwenye jezi hiyo ya Messi ambayo kwa inavyoonekana huenda ikawa ni kumbukumbu ya kudumu kwenye maisha yake yote. Huyo ni mwana kandanda kutoka huko nchini Jamaica akionyesha mahaba yake kwa mchezaji wa kimataifa Lionel Messi. Naenda kuhitimisha na kumbukizi. Leo bwana imetimia tayari miaka 4 tangu kifo cha rais wa awamu ya 5 Daktari John Pombe Magufuli ambacho kilitokea katika hospitali ya Mzena hapa jijini Dar es Salaam. Ni kumbukumbu ya machozi kwa Watanzania kwa kumpoteza rais ambaye alikuwa madarakani na aliyefanya mambo mengi makubwa yenye maendeleo kwa ajili ya taifa letu la Tanzania. Atakumbuka kwa msimamo wake wa kupambana na ufisadi, kuboresha miundombinu na kuhimiza uzalishaji wa ndani. Aliendelea vyema kazi na watangulizi wake katika sekta mbalimbali na kujielekeza kuhakikisha kwamba rasilimali za nchi zinanufaisha Watanzania wote na si mmoja mmoja. Magufuli atakumbukwa alivyotekeleza miradi mikubwa ya maendeleo kama vile ujenzi wa barabara na madaraja pamoja na kuimarisha huduma za afya pamoja na elimu. Hakika Tanzania itaendelea kumkumbuka Magufuli. Wakati tukiendelea kuungana na serikali, watu binafsi na wadau mbalimbali kumkumbuka leo bwana Magufuli kwa mema aliyoyafanya nchini, vile vile tunatambua na kumpongeza rais wa awamu ya 6 ambaye ni Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuendeleza gurudumu bila kutetereka. Mengi ya kujikumbusha yapo, lakini leo kwa uchache hii hapa ni moja ya tukio ambalo aliwailifanya alipokuja kuzindua kituo chetu cha Africa Media Group ambapo ndani yake kuna Channel 10, Channel 10 Plus pamoja na Magic FM ambapo aliomba wimbo. Ni wimbo gani? Huyu hapa. Mimi nataka muziki mmoja, nafikiri umepigwa na hii
Profesa J, unazungumzia juu ya mtu aliyekwenda kumsema baba yake na baba yake akamrudi vizuri, akasema nazungumza na wewe. Je, unaitwaje huko? Profesa J, unafikiri ni sasa mbona sikusikii sasa? Kwa hiyo speaker ya huko ndani. Kwa nini sasa ukutoa ukaruhusu mpaka kadhaa? Alafu hivi hauzijui kinga au kujua peku kama italeta mimba? Uchu wako wa kijinga ndo sasa hivi unanitesa. Usingemrubuni mama labda ngemoa Bakresa. Da, unanipa kiwewe au maneso alichanganya babangu au kuwa ni wewe? Kama unataka kunipiga leo yote sawa, au kuchumie fimbo unichape kisawa sawa. Hata kama ni mzazi, saa zingine nawaza nikuchukie. Sema tuwe ni mzazi, acha ukweli wako nikwambie. Daddy, hola, naongea na wewe. Daddy, naongea na wewe. Ile hela ya kuonga ungetoa ka sadaka, Mungu angekubariki ungenizaka mabaraka. Ukajichanganya Kaisari ukampa Isiaka, alafu mbele ya Yesu Petro ukampa mamlaka. Mbona mzee Mushi namwona na hela, mzee Mwakalinga mwenzio na hela, mzee Luta Showa ndo kabisa na mihela. Wewe ulikuwa wapi mpaka unakufa kabwela? Nikuulize, ukifa nitarithi nini? Labda jina la ukoo alafu linsaidie nini? Utajiri hivi kuona kwa nini? Maana pombe unazokunywa siwezi rithi hadi maini. Umeshindwa hata kununua kiwanja, ona mpaka leo tupo nyumba za kupanga. Elimu siku hizi ni bure, ila cha ajabu umeshindwa hata kunipeleka shule. Nauma sana ila acha tu nikuulize, na maana ujana wako umeshindwa kuwa bize. Ukiendelea kuongea na una kama nitakufuru nimemaliza. Nakuombea kwa Mungu akupe Mungu. Hata kama ni mzazi, saa zingine nawaza nikuchukie. Sema tuwe ni mzazi, acha ukweli wako nikwambie. Daddy, naongea na wewe. Daddy, naongea na wewe. Mwanangu, nimekusikia na kuombea kuwa uyaone. Nijua umekuja kwangu kuniombea ili nipone. Kumbe umekuja kwa shari kunilaumu na kunihukumu. Inaonesha ningesinzia ungeninywesha hata sumu. Baada ya ujauzito wako tulipima na mamako, DNA ilionyesha kuwa mimi sio damu yako. Ukisikia ukubwa jalala basi jua dunia ni dampo. Nikasimama kidete kupigania maisha yako. Tena nilingoja ukue, nikajitoa kwa hali na mali ili usijue. Nikafanya mambo mengi ya tali ili nikutunze, wakanisweka jela ili dunia nifunze. Ukuaji wako sidhani ulilishwa mila, nilipambana kila kona kuwatafutia ngawila. Niliuza mali zangu limradi wewe usome, leo unanipandishia kibesi nyambavu tena unikome. Muone mtoto wa Sobo mwenzio ni rubani, mtoto wa Sugu juzi kapata udiwani, mtoto wa Bwire ndo daktari Marekani. Hebu toa bangi zako, aliyekwambia usisome nani? Hata kama ni mzazi, saa zingine nawaza nikuchukie. Sema tuwe ni mzazi. Basi nisiwekee muda. Huu wimbo kuna message. Lakini hongereni sana. Naongea na wewe hata kama ni mzazi. Nimenogewa, japo ni kumbukizi, lakini pia tunayaishi na kuyaenzi yale mazuri ambayo hayati Rais Dr. John Pombe Magufuli aliyafanya enzi za uhai wake, lakini bado tunajivunia na tunaendelea kujifunza kadri ya siku ambavyo zinazidi kwenda. Na ndivyo ambavyo natamatisha yale yote ya dawati la michezo na burudani kwa siku nzima leo. Kumbuka mimi ni Winga Teleza Witness Ngalawa. Nikurejeshe kwake Filipina Ndwata aweze kutamatisha habari yetu ya kutwa nzima ya leo.
Na hivyo ndivyo ambavyo anahitimisha winga Teresa Witness Elanu Singalawa kwa kumbukizi ya aliyewahi kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayati Dr. John Pombe Magufuli. Na mtazamaji, ni kushukuru kwa kuungana nasi kuanzia pale mwanzo mpaka wakati huu ambapo nahitimisha habari. Ulikuwa nami Filipina Ndwata katika upande wa habari za kutwa nzima ya leo, na nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vyetu vinavyoendelea kutokea hapa Channel 10 Plus, na nikutakie usiku mwema. Kwaheri.